Habari za mchana ndugu zangu waandishi wa habari, ni wakaribishe makao makuu ya klabu ya Young Africans Jangwani. Tumewaita hapa mahususi kabisa ni kuzungumzia mambo makubwa mawili. Jambo la kwanza linahusu mchezo wetu wa CAF Champions League, hatua ya awali, mchezo wa marudiano dhidi ya Wydad kutoka Angola. Lakini kabla sijakwenda mbali sana kuingia kwenye ajenda hiyo, kwa kipekee kabisa nafikiri kuna umuhimu leo wa kujitambulisha. Mimi naitwa Ali Shaaban Kamwe, mwenyekiti wa wasemaji na ndiye msemaji naisemea timu yenye nidhamu zaidi Tanzania. Ndiye msemaji ambaye naisemea timu Tanzania tutaingiza mashabiki uwanja wa Benjamin Mkapa. Na sio tu mashabiki, ndiyo msemaji ambaye mashabiki wa timu yangu wakiwa na nidhamu kubwa, siku ya kesho tutakwenda Benjamin Mkapa kufurahia mechi za Champions League. Na kwa nafasi yangu kama mwenyekiti wa wasemaji, nichukue fursa hii kulipongeza shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika kwa uamuzi wao wa busara wa kudili na wahuni kwenye mpira. Mimi kama mwenyekiti wa wasemaji barani Afrika, jambo hili limenifurahisha na linaonyesha kwa kiasi gani CAF hawana muda wa kucheka na wahuni wowote katika football. Kileta uhuni, CAF watashughulika na wewe. Na sisi kama Young African Sports Club, tukiwa klabu yenye nidhamu, mashabiki bora, mashabiki wa mfano, kesho tutakuwepo Benjamin Mkapa kwa ajili ya mchezo huu wa CAF Champions League. Ajenda yetu ya kwanza nimesema ni mchezo huu wa hatua ya marejeano. Mchezo wa kwanza tumecheza Angola, tumeshinda kwa goli 3-0. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Lakini mchezo wa marudiano ni siku ya kesho na utaanza majira ya saa 11 kamili jioni. Wageni wetu Wydad tayari wameshawasili nchini. Waliingia siku ya jana majira ya saa 10 jioni. Wamesha enjoy hewa ya Dar es Salaam na mmewasikia hapa kwenye press conference yao. Bado hawajakata tamaa. Bado matumaini yao kwenye kupindua meza yako juu kweli. Wanaamini wanayo timu ya kuja kuishangaza Afrika kwa kupindua magoli 3 Benjamin Mkapa dhidi ya Young African Sports Club. Ni jambo zuri na ni mentality nzuri kimpira, na linatusaidia sisi kama Young African Sports Club kuto kubweteka hata kwa 1%. Tumeshinda goli 3, yes, lakini bado hatujafuzu kwenda kwenye hatua inayofuatia. Tunafuzu vipi? Ni kwa kuzimaliza dakika 180 mchezo wa nyumbani Benjamin Mkapa. Utamu sasa wa mchezo huu umeongezeka kidogo, kuna flavor imeongezea kwenye mchezo huu. Tumecheza mechi ya ngao ya jamii, tumeshinda goli 1-0. Yanga haichezi vizuri. Tumecheza ugenini dhidi ya Wydad ya Angola, tumeshinda goli 3-0. Yanga haichezi vizuri. Tumerudi kwenye ligi dhidi ya Pamba, mechi ya kwanza tumeshinda goli 3-0. Yanga haichezi vizuri. Na haya ni maoni ambayo yametoka kwenye platform mbalimbali. Wako wana Yanga wametoa hayo maoni, wako waandishi, wako wachambuzi, wako watu wasiojua hili wala lile, nao wametoa maoni yao. Na sisi kama taasisi tumepokea maoni yote. Yale ambayo ni mazuri tumekwenda kuyafanyia kazi, yale ambayo tuliona hayana maana tumeachana nayo. Sasa mazuri ni yapi ambayo tumeyafanyia kazi? Kilio kikubwa cha watu ambao walikuwa wanaifuatilia Young African Sports Club ni kwamba Yanga haichezi ule mpira wake
kuna kitu kama kwenye mfumo hivi hakijakubali bado kuna vitu watu walikuwa wanavi-expect kwa Yanga bado hawajaviona. Niko hapa kuwahakikishia mashabiki, wanachama, wapenzi wa klabu hii na Watanzania kwa ujumla wanaopenda mpira, mfumo tayari umekubali. Siku ya kesho ni sawasawa na kwenye familia, ule usiku ambao mnalala kesho mnaamkia Christmas au mnaamkia sikukuu ya Eid. Ikifika asubuhi, cha kwanza ukifungua kabati unachukua nguo yako nzuri zaidi ili uweze kupendeza. Na sisi hivyo kesho Romain Folz ameingia kabatini, amechukua nguo yake ya kupendeza. Na kesho kile kiu ambacho mko nacho, ile shauku ya kuiona Young Africans iko imefungulia booster zote, kesho Benjamin Mkapa ili jambo linakwenda kuonekana 100% na uhakika. Tofauti unajua ya msemaji mimi na wasemaji wengine, ikitokea umeulizwa ipi tofauti ya Ally Kamwe na wasemaji wengine, jibu tu ni uongo. Ally Kamwe sio muongo. Nachowaambia hapa ni uhalisia, na inshallah kesho mtakwenda kukiona. Hakuna uongo kwenye maneno yangu. Mfumo tayari umeshakubali. Kesho tunafungulia booster zote. Tunataka tufuzu hii raundi kwenda raundi inayofuatia kwa rekodi nzuri. Na Mwenyezi Mungu atujalie hilo jambo. Kwa hiyo kesho 100% unayetoka nyumbani unakuja Benjamin Mkapa 100% wewe unakuja kuenjoy. Nilikuwa kwenye mahojiano asubuhi na kituo kimoja, nikawaambia kama hamtaona kesho kitu cha tofauti Benjamin Mkapa Jumatatu, sio mnipige mniwambe makofi, umetudanganya nchi nzima. Kama na nyie mko mji Jangwani hapa kuanzia saa 6 mpange foleni, kila mtu wa. Mimi nimehudhuria session zote. Jana pia nilikuwa Avic Town, na leo inshallah tutakwenda Avic Town. Yako mambo ya kimpira ambayo sitaki kuzama sana ndani kuwaelezea hapa, kwa sababu wanasema wenyewe anayetaka kuelewa hata usipomuelezea ataelewa, na asiyetaka kuelewa hata umuelezee vipi haelewi tu. Ziko factors za kimpira hapa ambazo watu wanaojua football walikuwa wanaelewa kwa nini Yanga walikuwa hawafungulii booster vizuri. Niwagusie kidogo, watu wachane nazo. Niwagusie kidogo. Sisi kocha wetu kaipata timu yake yote, kwa maana ya wachezaji wote, tarehe 11 mwezi huu. Yaani maana yake wachezaji waliokuwa kwenye CHAN, wachezaji waliokuwa kwenye timu za taifa kwenye FIFA break ya tarehe 1 mpaka tarehe 10. Timu yote kaipata tarehe 11. Tarehe 12 alikuwa na mechi Yanga Day. Na ile mechi ukiangalia kitakwimu, wachezaji ambao wamecheza muda mrefu ni Frank Yasinki na Bakari Mwamnyeto.